Kwa nini nafsi ya mwanadamu ina njaa? Kwa nini nafsi ya mwanadamu ina njaa? Okay, point namba 3 kwamba nafsi ya mwanadamu ina njaa kwa sababu vitu vya dunia haviwezi kushibisha nafsi ya mwanadamu. Vitu vya dunia haviwezi kushibisha nini? Nafsi ya mtu au nafsi ya mwanadamu. Vitu vya dunia hii haviwezi kushibisha nafsi yako. Na maanisha nini? Ugali hauwezi kushibisha nafsi yako. Makande hayawezi kushibisha nafsi yako. Ni kwa ajili ya mwili hivyo vitu. Biblia inasema chakula ni kwa tumbo. Chakula ni kwa ajili ya tumbo na tumbo kwa ajili ya chakula. Lakini kuna chakula ambacho ni neno, kazi yake ni kushibisha nini? Nafsi. Kwa lazima sasa huyu mtu awe na njaa, awe na shauku ya kushibishwa nini? Nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tumeona kwamba vitu vya dunia haviwezi kushibisha nini? Nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu haihitaji kuvaa nguo nzuri ndipo itoshelezwe. Nafsi yako haihitaji msuko fulani ndio itoshelezwe. Nafsi yako haihitaji mafuta fulani ndio itoshelezwe. Inahitaji neno la Mungu. Inamhitaji Mungu iweze kutoshelezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mungu anaitwa mtoshelevu wa mioyo yetu, mtoshelevu wa nafsi zetu, mtoshelevu wa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninapozungumzia mtoshelevu wa nafsi, nazungumzia kwa upande kwamba nafsi inapokuwa na matamanio, inapokuwa na shauku ya kumtaka Mungu, maana yake inalazimisha roho iwe connected mbele za Mungu. Nafsi inapelekea roho iwe na muunganiko na Mungu, kwa sababu roho ndio inayolishwa. Roho ikilishwa inaleta kwenye nafsi, na kwenye nafsi ndipo mahali penye maamuzi. Unanielewa ninachosema? Naomba usome hiyo Luka 12:15. Kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 15 anasema, akawaambia, huyu ni Yesu. Ni Yesu anawaambia, akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Anapozungumzia uzima wa mtu azungumzi uhai. Kuna tofauti ya uzima na uhai. Uhai ni ile tu namna ya uhai unaotokana na nini? Hautokani na yani, anapozungumzia uzima anaanza kuzungumzia mambo ya kiungu zaidi, kwa maana ya neno la Mungu, maombi. Anasema roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu, roho ndio itiayo uzima. Maana yake uzima huu unapatikana kwa Kristo tu. Uzima huu unapatikana kwa Yesu Kristo tu, haupatikani nje na Yesu. Haleluya. Tukizungumzia uhai, hata hawa kuku, wanyama wana uhai, lakini hawana uzima yani kwa maana ya hawajamwamini Yesu. Unanielewa sasa? Unaweza ukawa na uhai lakini hauna uzima wa kimungu, na uzima huu unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Anasema mimi ndimi uzima, mimi ndimi uzima, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Haleluya. Sasa uzima huu ni kwa maana ya mtu anapomwamini Yesu Kristo anaingia. Yesu anasema mimi ndimi njia, mimi ndimi njia. Kwenye ile Yohana 14 mstari wa 6 anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Manake mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, ndani ya Kristo kuna uzima wa kimungu. Yani ni sawa na ukiingia kwenye ili hall, kilichomo kwenye ili hall na wewe unakuwa hicho. Unanielewa? Haleluya. Yani ukiingia kwenye ukumbi, kilichomo humu na wewe unakuwa hicho. Ndicho anachomaanisha kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo,
Yaani anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Maana yake wewe umemmeza Kristo na Kristo amekumeza wewe. Kwa hiyo sio wewe tena unaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yako. Na Kristo amebeba nini? Uzima. Anasema kwenye ile Yohana 1:4 anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Maana yake ndani ya Kristo kuna uzima, uzima wa kimungu. Achana na uhai tu wa kula chakula. Uliza jana yako, unaishi kwenye uzima au kwenye uhai? Sasa kuna hatari, mtu anaweza kama yuko kwenye uhai tu wa kawaida tu, ule tu kwa sababu amekula chakula, lakini bado hana ule uzima wa kimungu. Ila kwa sababu naamini umemwamini Yesu Kristo, umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari huo uzima wa kimungu upo ndani yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo Yesu alichokuwa anajaribu kuwaambia hapa, anawaambia jamani, maisha yenu hayategemei tu vitu vya kimwili. Mnahitaji kuelewa, mnahitaji kuwa na ufahamu kwamba mnahitaji zaidi kunielewa mimi, mnahitaji zaidi kuniishi mimi, kwa sababu mimi ndimi uzima. Vitu mnavyovikusanya, vitu mlivyo navyo haviwezi kuchukua nafasi ya uzima wenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kwa hiyo nafsi yako wewe haihitaji vitu vya kimwili ndipo itoshelezwe, inahitaji vitu vya kiroho ndipo itoshelezwe. Naongea na mtu? Haleluya, haleluya. Sasa nitakuelezea baadaye namna, sasa tunaenda kuangalia namna Mungu anavyoshibisha nafsi yenye shauku. Andika tu hivyo kwa herufi kubwa, namna Mungu anavyoshibisha nafsi yenye shauku. Sio kila nafsi, nafsi yenye nini? Yenye shauku. Mungu anadili na nafsi zenye shauku. Mungu hawezi kuishibisha kila nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile tu yenye nini, watumishi wa Mungu? Yenye shauku. Nilikwambia shauku ni njaa, kiu ya ndani kumtaka Mungu. Haleluya. Unaweza ukachukua maombi ya kufunga na kuomba, uombi hela, unaomba kumjua Mungu. Watu wengi leo wanaweza, mtu akikwambia amefunga na kuomba ni kwa sababu yuko kwenye majaribu fulani. Halo? Anapitia. Nimeona nifunga na kuomba kwa sababu napitia, ni sawa, sio mbaya, lakini ukianza kuadvance kufikia viwango fulani, unaanza kuwa ni mtu unaweza kufunga bila matatizo, kwamba bila changamoto yote, ila mfungo wako unakuwa ni mfungo wa kutaka zaidi kuhudumiwa nafsi yako, kuhudumiwa roho yako, kutoshelezwa na Bwana. Haleluya. Kwamba leo nimefunga na kuomba, nataka nipate muda wa kusoma neno kwa utulivu. Nataka nipate muda wa kuomba kwa utulivu. Sijafunga na kuomba kuombea kwamba Mungu anipe nguo, Mungu anipe viatu, Mungu anipe chakula. Maombi yangu mimi nataka nimjue Mungu. Nataka Bwana ajifunue kwa ukubwa zaidi ya hapa nilipo. Praise the Lord. Sasa tunaona hapa kwamba namna Mungu anavyoshibisha nafsi yenye kiu au yenye shauku. Amen. Haleluya. Sasa namba moja, Mungu anashibisha nafsi yenye shauku kupitia neno lake. Mungu anashibisha nafsi yenye shauku kupitia neno lake. Kupitia nini? Neno lake. Mungu anashibisha nafsi yenye shauku, namba moja, kupitia neno lake, kwa sababu neno ni chakula cha roho. Kwa sababu neno la Mungu ni chakula cha roho. Haleluya. Neno la Mungu ni chakula cha nini? Ugali ni chakula cha nini? Neno la Mungu ni chakula cha nini? Kwa hiyo ukikosa neno la Mungu umekosa nini? Cha nini? Na kama roho ikikosa chakula chake inakuwaje? Inadhoofu. Kama ambavyo ukikaa siku 7, siku 3, siku 2 ujala,
kimwili, unaanza kusikia mwili hauna nguvu. Ndivyo ambavyo mtu akikosa neno la Mungu, roho yake inadhoofu, kiroho anakuwa anapepesuka, hana nguvu. Hata ukisema kwa jina la Yesu, ile jina la Yesu kwako haina nguvu, haitendi kazi yote, kwa sababu shida sio jina la Yesu, shida ni wewe ndani huna power, huna nguvu zinazotokana na nini? Na neno la Mungu. Amen, amen. Ndio maana mtu anayelisoma neno la Mungu, kinachotokea ndani yake, huyu mtu anakuwa yuko imara, yani hana hofu ya maisha, hana hofu ya kesho, kwa sababu neno la Mungu tayari linamwambia kesho yako ilishachongwa, iko vizuri, iko sawasawa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ila mtu asiyekuwa na neno la Mungu amejaa mashaka na hofu, kwa sababu hamna kinachompa ujasiri. Hamna kinachompa nini? Ujasiri. Unanielewa mtu wa Mungu? Mtu ambaye hana neno la Mungu, maisha yake yamejaa mashaka na hofu, kwa sababu hana kinachompa nini? Ujasiri. Ngoja nikupe siri ya ajabu sana. Ukiona mtu anakuambia nitakuonyesha, aidha, yani kuna mambo mawili, aidha ni wa kiroho, kwa maana ulimwengu wa nuruni, au ni wa ulimwengu wa giza. Yani kuna power anayoiamini, kuna nguvu inayompa kiburi. Paulo anasema mtu akitaka kujisifu asijisifu mwenyewe, bali ajisifu kwa sababu ya kumjua Kristo. Yani Kristo ndo jeuri yake, Kristo ndo kila kitu kwenye maisha yake. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukikutana mtu anakuambia nitakuonyesha, kama haendi kanisani wala hajaokoka, kuna power nyingine, kuna tegemeo fulani analo, kuna mahali anajilisha. Unanielewa? Kuna mahali anafanyaje, na kule anakujilisha ndo ametumainishwa kwamba kila anayetaka kuinuka juu yako utamnyamazisha, kwa sababu unajua aya kapaladasa. Biblia inasema kwenye Warumi 10:17, imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia kunakotokana na neno la Kristo. Sasa hata kwenye masuala ya kawaida tu haya, kile unachosikia ndicho kinaumba uwe nani, kinakufanya uwe nani. Halo. Kwa maana hiyo, mwana wa Mungu anayesikia neno, anayelisoma neno, tayari ndani yake, huyu ni mtu ambaye huwezi kumwambia kitu kwa habari kwamba wewe utashindwa maisha. Anashindwaje maisha na wakati neno linamwambia maisha yako yako hivi na hivi? Yesu alifanya nini na nini? Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Kwa tumeona namna ya kwanza Mungu anavyolisha nini, anavyoshibisha nafsi yenye kiu. Namba moja, tumeona kupitia neno lake, na neno la Mungu ni chakula cha roho. Ukitaka roho yako iwe na nguvu, make sure unailisha na neno. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Nilikwambia asubuhi kwamba ulimwengu au maisha ya mtu yanabebwa na ulimwengu wa rohoni. Maisha ya mtu yanabebwa na ulimwengu wa rohoni. Kadiri kwenye ulimwengu wako wa roho ulivyo, ndivyo ambavyo tutaona maisha yako ya nje. Usitarajie maisha yawe mazuri kimwili ili hali kiroho hayajatengenezwa. Si kama unanielewa? Haleluya, haleluya. Hauwezi ukaniambia ninaenda mbali ili hali kwenye ulimwengu wa roho haujajichenga, kwenye ulimwengu wa roho hauna msingi mzuri. Yale ni maongezi kama maongezi mengi, ni story. Mtu anayekwambia anaenda mbali tayari anaufahamu kuhusu mwendo wake, anauelewa kuhusu kule anakoenda. Yaani kuna ufahamu fulani anao kupitia neno la Mungu. Na kama si wa Mungu aliye hai, yani hajaokoka, basi kuna mahala fulani amekaririshwa, amepewa maarifa fulani ya kipepo yanayomwambia ukifanya hivi unawashinda wale wengine.
Ukipita hapa tayari umeovertake wengine. Nani maarifa? Maarifa ya kipepo hapa ndio uchawi. Unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Sasa wewe uliokoka hauwezi ukasema tu mimi naenda mbali na washinda. Unawashinda kupitia nguvu ipi? Kwa sababu tukikutazama sio wa kujifunza neno, sio wa kusoma, sio wewe, ni yule wa nje. Sio kama unanielewa? Yaani sio wa maombi. Sasa una nguvu ipi ya kuwashinda? Kwa sababu ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaoshindana. Yaani ulimwengu wa roho wa giza nao una power ya giza. Ulimwengu wa nuruni nao una nguvu ya nuruni. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Oh Jesus. Mathayo 4:4. Utaandika kwenye hiyo pointi yetu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Yesu akamwambia Ibilisi, mtu hatoishi kwa mkate tu. Mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa. Mtu hatoishi. Naomba tuifafanue vizuri. Hatoishi. Hatoishi maana yake anamaanisha maisha. Maisha ni nini? Nani anaweza kunisaidia? Maisha ni nini? Maisha ni nini? Maisha ni nini? Kwani nyamuishi? Haya, niambieni maisha ni nini? Maisha ni nini? Maisha ni mkusanyiko wa vitu vinavyokuzunguka na namna unavyoenenda. Okay, amesema ni mkusanyiko wa vitu vinavyokuzunguka na namna unavyoenenda, au tunaweza kusema ni mfumo unaokufanya uweze ni kama yaani mfumo wako wa mzunguko wa kila siku. I see. Sawa. Mwingine? Na mimi kwa jinsi ninavyofikiria ni uhai na ukamilifu wa mahitaji yake yote. Sawa. Haya, wengine watajibu bila kipaza sauti. Sawa, karibuni. Kama kuna mwingine anataka kujibu kuhusu maisha. Nini maana ya maisha? Maana yake tunataka kuniambia amuishi jamani. Kwa sababu ukijua tafsiri ya maisha, kuna aina ya maisha unaanza kuishi. Si kama naelewa. Maisha ni nini? Aya, mwingine amesema ni uwezesho wa kiungu juu ya mwanadamu. Maisha ni nini? Kwa sababu Yesu anasema mtu hatoishi. Sasa hapa anazungumzia kuhusu maisha. Hatoishi kwa mkate tu. Kwa maana yake maisha ni kitu kipana mno. Ni jambo lina upana mno. Kuna mtu ananielewa? Halo? Ambalo halipaswi kuishia kwenye vitu vya kimwili tu. Kwa maana yake maisha yangu mimi hayapaswi kuishia kwenye vitu vya kimwili tu. Yanaenda zaidi mpaka yanahitaji na mambo ya kiroho. Haleluya. Mpaka yanahitaji na mambo ya nini? Ya kiroho. Maisha. Ukifikiri kwamba maisha yako yanategemea hela peke yake, umekwama. Ingawa hela ni za muhimu. Si kama unanielewa? Kuna mahali maisha yako hayatahitaji hela, yatahitaji Mungu. Unajua kuna watu wana hela ila wanajaribu kutumia hela na vitu yaani havihitaji hela. Hela sipo ila haviendi kwa sababu ya hela, vinahitaji Mungu. Mfano, kuna mtu unakutana naye anakuambia ameshaenda labda ni mgonjwa ameenda mpaka India. Hela zipo ila ugonjwa ule umeshindikana kupitia hela. Pale nini kinahitajika sasa? Pale nini kinahitajika? Neno la Mungu. Praise the Lord. Hujaiona mahali fulani wakati Hezekia ameugua, Isaya akasema wekeni mkate wa nini? Wa tini kwenye jipu.
Mkate wa tini. Sasa mkate kibibilia, kwa tafsiri ya Biblia, maana yake ni neno. Maana yake neno la Mungu likikaa mahala fulani, maisha ya mtu yanabadilika. Halo. Kuna wakati fulani unaweza ukawa na pesa kabisa zipo, lakini hili jambo linahitaji neno, utamkiwe neno litakalo kupeleka mahala fulani. Bwana Mungu, si kama tunaelewa. Sasa Yesu anajaribu kuongelea hapa kwamba mimi, wewe Ibilisi unayeniona, mimi siishi tu kwa sababu ya mkate huu ambao wewe unaufikiria, njaa hii ya kimwili. Mimi pia ndani yangu ninaweza kuishi kwa sababu pia ya neno la Mungu, na mimi mwenyewe ndo neno. Haleluya. Wacha nitoe mfano fulani, ni wa kawaida tu. Kuna mnyama fulani, si ni ngamia. Unajua ngamia wengi wanafaa sana kwenye maeneo ya jangwa. Sasa kwenye nundu ile ya ngamia, si kama huu msemo utakuwa huko sawa sawa. Kuna mtu aliwahi simulia hiki. Anasema kwamba kuna wakati ngamia hata kama hamna maji, yani ni kama like kwenye nundu yake pale kuna kitu kinaanza kujirejesha tena kwenye nini? Kwenye mwili, yani unashangaa na survive, anaenda. Haya, muulize jirani yako, wewe ni nini ulichokiweka ndani hata nyakati za changamoto? Kwa sababu ile sema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Maana yake unapaswa uweke akiba ndani. Anasema kwenye Wakolosai 3:16, neno la Kristo alikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Maana yake likikaa kwa wingi, hata nyakati za changamoto, neno linaweza kuwa ni kama, yani yani ni kama kuna, si nitumie Kiswahili gani? Yani linazunguka ndani kwa ndani, linakufanya uvuke kwenda mahali fulani. Halo, yule ambaye hana neno, nini kitatokea kwake? Ile changamoto ndio inayozunguka muda wote. Mungu atusaidie kuelewa. Ile changamoto ndio inayofanyaje? Hawezi, hata andiko lolote ambalo linamwambia hapa, hata imeandikwa hivi, watashindana nao lakini hawatakushinda. Hana hilo andiko. Watapigana nao, hawatakushinda. Kwa hiyo vita hii unayoiona hawawezi kukushinda, ingawa wanapigana na wewe. Atabaki tu, jamani, wanataka kuniua. Hana kitu. Atazimia siku ya nini? Siku za taabu zipo, lakini hatupaswi kuzimia kama tutakubali kulishwa. Tutakuwa na shauku ya kulishwa na Bwana. Haleluya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Haleluya. Namba 2, namna Mungu anavyoshibisha nafsi yenye shauku. Namba 2, kuokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Namba 2, kuokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama mtu hajaokoka, hakuna namna Mungu anaweza kumhudumia huyo mtu. Yaani haijaonekana njia ya Mungu kufanyaje? Kumhudumia huyo mtu. Kumbuka vile sema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo ili Baba akuhudumie wewe, anabidi apitie kwa Yesu. Kwa hiyo maana yake lazima uwe umeokoka. Lazima uokoke, ndipo nafsi yako ifanyeje? Iweze kushibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 7:37 mpaka 38. Yohana sura 7 mstari wa 37 mpaka 38. Jesus kara Yohana
37 mpaka 38. Naomba tu. Anasema, yes. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema. Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Mtu akiona nini? Kiu. Akiona. Wangapi wanaona kiu ya kwenda kujazwa na Bwana? Na aje, mtu akiona kiu, yani sio kila mtu. Mtu akiona kiu, maana yake amejitabanaisha yeye ndio mtoshelevu wa nafsi za watu. Akiona kiu, ni mtu pekee ambaye mimi nimeona ameitisha watu wenye kulemewa na mizigo. Sijaonaga rais yoyote anasema njoni nyote wenye kulemewa na mizigo ya mnaodaiwa madeni madukani, halo, ambao hamjalipa ada za watoto, hamjalipa kodi za nyumba, njoni nyote wenye kusumbuka nije nifanyaje? Niwapumzishe. Maana na yeye ana nini? Ana changamoto zake. Kwanza hata hapo alipo sio tu kutuongoza, bali ni kutafuta mkate. Unanielewa? Halo, halo, ana useme amen. Sijasema jina la rais yoyote jamani. Unajua sio kila watu ambao wanatafuta nafasi fulani kwamba ni kwa ajili ya kuongoza watu. Wengine ni kwa ajili ya kutafutia tu maarufu, tafuta maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi anajulikana kwa namna anavyoweza kufanyaje, kupigana na kondoo waweze kuwa salama. Praise the Lord. Ndio maana mimi kuna wakati ikifika sija kuona najisikia vibaya, kwa sababu nataka ubadilike kabla ya hela yako. Amen. Nataka umjue Mungu kabla ya pesa yako. Kwa sababu hata hiyo hela yenyewe imetoka kwake, na wewe pia umetoka wapi? Sawa sawa na Warumi 11:36. Vitu vyote vinatoka kwake na vyote vitarejea. Kuna siku vitafanyaje? Tarejea, yani na wewe mwenyewe utarejea huko ulikotoka. Kwa hiyo hamna kitu kigeni kwamba ambacho wewe umempa Mungu, kwamba umekianzisha wewe. Vyote Mungu amevianzisha. Fedha na dhahabu ni mali yake. Hagai 2:8. Haleluya. Kwa hapa tunaona kwamba ili namba 2, ili Mungu aweze kuhudumia nafsi, kushibisha nafsi yenye shauku, lazima mtu awe ameokoka. Lazima mtu awe amempa Yesu maisha yake, ili Roho Mtakatifu aweze kumjaza huyo mtu tabia za Kristo, mapenzi ya Mungu. Unanielewa sasa? Unaelewa mtu wa Mungu wa mambo? Unajua kazi ya Roho Mtakatifu ni kutujaza yale mapenzi ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema kwenye Warumi pale, kila aongozwaye, bali wote waongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Sasa ili uwe mwana wa Mungu lazima utembee kwenye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hujai kutanaga na mzazi anasema wewe sio mwanangu, na amemzaa yeye. Kwa nini? Hatembei kwenye maelekezo yake. Mpaka nafika anatangaza wewe sio mwanangu. Kwa mambo unayofanya. Mimi sijazaa mtoto wa namna hii. Kuna aina ya maisha alitaka ayaishi, kuna aina ya tabia alitaka atembee. Sasa amegoma. Ndio maana inafika mahali asemaje? Sio mtoto wangu. Mimi sijazaa mtu kama. Ila kiukweli ni yeye amefanyaje? Amemzaa. Naongea na mtu. Ila pale changamoto iliyopo ni huyu mtoto amegoma kutembea kwenye mapenzi ya mzazi, kwenye maelekezo ya mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukija kuangalia bado anatumia jina la huyo nani? Huyo mzazi. Natumia jina lake la huyo mzazi. Na ikitokea changamoto hata naitwa, si ni jina lako hapa bwana? Ni mwanao. Mwana mjinga, pumbavu. Halo. Kwa hiyo lazima ifike mahala sasa huyu mtu hawa ameokoka, ili ajazwe na Roho Mtakatifu. Ajazwe nini? Ugali. Ajazwe ubwabwa, nyama kuku, nyama choma. Ajazwe nini?
Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu, Yesu aliitisha kila mtu afanyeje na aje wapi? Aya, malizia mstari wa 38. Malizia mstari wa 38. Nataka tuende hapo. 38 anasema aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Maana yake tayari mtu kwa kuwa na shauku ya kumtaka Mungu na akamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Roho Mtakatifu anachokifanya anamjaza yaliyo ya Mungu ndani, alafu huyu mtu na yeye anakuwa nini? Mito ya maji yaliyo yanabubuchika ndani yake. Yaani hawi mtu wa kawaida tena. Tunaanza kuona huyu mtu anatembea kwenye character. Ni mtu aliyejazwa tabia za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwenye ile Wagalatia 5:22 inasema tunda la Roho ni nini? Upendo, fadhili, utu wema, nini kingine? Sasa Mungu Roho Mtakatifu akikujaza vilivyo vyake, maana yake amekujaza tabia za uungu. Amen. Amekujaza tabia za nini? Za uungu. Haiwezekani ujazwe tabia za uungu alafu tuone tabia za ushetani. Never. Bwana Yesu asifiwe. Tabia za uungu, unajua tunapozungumzia tabia za uungu, Mungu ni mtii, Mungu unajua unyenyekevu, Mungu ndio chimbuko lake ni Mungu. Amen. Biblia inasema ingawa Yesu alikuwa ni Mungu, hakuona kule kwamba ni kitu cha kushikamana nacho, akajinyenyekesha hata mauti. Huyu ni Mungu, lakini amefanyaje? Amejinyenyekesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ameshamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha? Kwa hiyo tarajia nini? Ujazo wa Roho Mtakatifu. Maisha yako hayatabaki kwenye ombwe fulani. Nafsi yako haitabaki kwenye utupu fulani. Nasema tarajia ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Tarajia kujazwa tabia za uungu katika jina la Yesu Kristo. Kama ni wewe sema amen kubwa katika jina la Yesu. Mwambie Roho Mtakatifu, nijaze tabia za uungu, asili ya uungu katika jina la Yesu. Nitembee katika mapenzi ya Mungu. Haleluya. Naomba uketi kidogo tena. Namba tatu, namna Mungu anavyoshibisha nafsi yenye shauku. Namba 3, kupitia ushirika na Mungu. Kuwa na ushirika na Mungu. Namba 3, kuwa na ushirika na Mungu. 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 Jesus. Naomba usome Zaburi 63 mstari wa kwanza na ule mstari wa 5. Zaburi 63 mstari wa kwanza na ule mstari wa 5. Kitabu cha Zaburi 63 mstari wa kwanza na mstari wa 5 anasema, E Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu. Mwili wangu wa kuonea shauku. Katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Mstari wa 5, nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono. Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Haleluya. Amen. Nitakutafuta mapema, Mungu wangu. Yaani kabla sijafanya vyote ambavyo napaswa kuvifanya, jambo la kwanza ni kufanyaje? Ni kumtafuta Mungu mapema. Kabla hujaenda kazini kwako,
kabla hujaenda wapi na wapi kufungua ofisi yako, jambo la kwanza ni na kutafuta mapema. Kwa nini nimtafute Mungu mapema? Nimtafute mapema kwa sababu nina shauku, nafsi yangu inamhitaji. Unajua, kazi ikianza kutangulia, ofisi ikianza kutangulia, manake yeye ndio Mungu, yeye ndio inayo sustain halo maisha. Si unanielewa sasa? Lakini ukiona mtu kabla hajaenda ofisini kwake ameanza na maombi, ujue ana moyo wake, nafsi yake natambua nafasi ya Mungu. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa David Yong Cho, alishaenda kukaa na Bwana, alikuwa yuko kule Korea Kusini. Ndo kanisa, huyu ni mtumishi ambaye alikuwa na kanisa kubwa duniani, yani unaelewa, duniani, kanisa kubwa duniani. Ilifika mpaka mahala akawa anakopesha serikali hela, yani kanisa linaikopesha serikali. Haleluya. Sasa huyu mtumishi wa Mungu ilifika mahala akiwa kwenye maombi, sekretari wake akipigiwa simu na mtu yeyote amwambia, yani hata akipiga rais, usije ukaniletea hiyo simu, maana naongea na rais wa marais. Na siku moja ilitokea rais amepiga, sekretari hakuipokea. Haleluya. Sio kama unanielewa. Baadaye akapiga akampelekea, alafu akamwambiaje, mimi nilikuwa naongea na rais wa marais. Wewe unaweza ukaa na huo ujasiri, unamwambia nani? Rais wetu amekupigia na kutafuta, alafu useme nilikuwa naongea na rais wa marais. Imefika mahala huyu mtu wa Mungu ametambua kwamba mimi bila huyu Mungu, hata hao ambao wananihitaji ni bure. Ukianza kuentertain wanadamu kabla ya Mungu, Mungu ana tabia ya kuondoaga kitu fulani ili umnyenyekee kwanza yeye, ujinyenyekeshe kwake. Kwa sababu kuna mahala inafika mtu hawezi heshimu Mungu, anaheshimu mwanadamu. Anaweza kama mtu kwenye maombi kama hivi, mara eti amepigiwa na bosi wake hapa ibadani, anatoka. Hello boss. Nini? Manake mtu huyu bosi ndo Mungu wake huyu. Halo? Huyu bosi ndo nani? Ndo Mungu wake. Sasa huyu Daudi anafika mahala anasema, mimi kabla ya vyote nitakutafuta mapema, kwa sababu bila wewe sina kitu, sina maisha. Praise the Lord. Hallelujah. Ukiona mtu ameanza kucontrol maisha yako, yani sio hata mtumishi wa Mungu, ni mtu tu, yani ndo ameanza kwa leo, kutokana na hizi kazi hautaingia kwenye ibada. Je, ni ibada nyingine inatafuta kwenye maisha yako. Umeisha. Mimi sinakwambia, ni swala la muda tu. Halo. Maana yake huyo ndo Mungu wako kwa wakati huo. Ndo nani? Ndo Mungu wako. Mimi sasa kwa akili zangu mimi, nikiona ameanza kunibana sana mpaka siku za ibada ananizuia, namwambia Bwana, isiwe shida, naacha kazi. Wewe unaweza? Yaani mtu anataka kuingilia nafasi ya Mungu. Si anataka kunifarakanisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nakumbuka baba yangu mzazi aliwahi kuongea neno fulani, ilikuwa gumu kidogo. Sio nilikuwa naongea naye kwa simu tu. Akasema, mwanangu, jua na kutumaini na kutegemea. Nikamwambia baba, please, sinifarakanisha na Mungu. Sisi nikaondolewa mapema saa hizi. Umeanza kunitumaini na kunitegemea mimi. Hey, haleluya. Haleluya. Ukianza kuona hata huko ofisini kwako anakuambia, unajua wewe usipokuepo wewe, na ni siku ya ibada, ujue ndo unauawa kiroho.
usipokuwepo wewe, yani ukiwepo wewe ndo mambo. Ona tunavyokutumaini, ona tunavyokutegemea, yani usipokuwepo mambo yatalala. Hapa kuna kamuungu kanatengenezwa. Halo, ujiona kwenye familia nyingi, nitaizungumza hii tu kwa uzuri tu. Kwenye familia nyingi mtoto ikitokea watu wanaanza kumwangalia sana, ndo wanamtegemea sana kuliko Mungu. Huwa nini kinatokea? Yaani ndo wameshamfanya kama ndo mjibu maombi. Mpigieni fulani atawajibu maombi yenu. Hapo hapo sasa Mungu ni Mungu wa wivu. Wewe kama Mungu njoo huku. Na siku ya msiba utaona wanavolia. Oh, tutapata wapi? Mungu ameondolewa. Kama mnataka huyo mnayemuona kama ndo msaada wenu, si ndo tumaini lenu, msimfanye kuwa nini? Ni kweli kwenye familia tunategemeana, kila mtu ana namna yake, na mtu anaweza kaa na tatua, lakini msimuweke kwenye nafasi ya alfa na omega. Mnamuua huyo mtu. Naongea na mtu, na hata kama ni wewe tayari wameanza kukuweka kwenye renki fulani. Unajua wewe usipoongea nani? Jamani, hebu ngojeni kwanza. Haleluya. Naongea na mtu mahali hapa. Watu wengi wamekufa kizembe kwa sababu watu waliwafanya, na mtu yule akachukua ile nafasi. Nisipokuwepo mimi nani? Ndugu, mtu wa Mungu, haya ni maisha. Watakutengeneza hapo hivyo, wakujaze kiburi. Alafu mapema baadaye wanaanza kukulilia tena, na wao ndio walikuwa. Kwani ukumbuke habari za Lucifer, kerubi afunikae, akajiona nitapanda mpite mpaka mkuu wangu. Nini kilitokea? Shimoni, shimo pande za chini kabisa, ili abakie na Yehova. Siku zote anatawala. Sio, unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Ni kama namsaidia mtu mahali. Sasa hakikisha kipaumbele chako kiwe ni Mungu kwanza. Kipaumbele chako kiwe ni Mungu kwanza. Unapoamka asubuhi, hakikisha kipaumbele kiwe ni Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nitakutafuta mapema. Mapema yani kabla ya vitu vingine. Mapema. Anamwambia wewe ni Bwana, mfalme, unatawala. Ni wewe tu. Maisha yangu ni wewe. Katika vyote nilivyo navyo bado wewe ni namba moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukianza kuona asubuhi unaanza na kuhesabu hela. Yaani umeamka tu unaanza kuhesabu hela. Yaani wewe ujue tayari. Yaani asubuhi umeamkia kuhesabu hela asubuhi. Kama sijaibiwa. Tayari washakutundika msalabani. Halo. Anza na Mungu. Amina. Kuna mtu asubuhi unakuta ameanza na worship. Ameanza na sifa. Inaonyesha kwamba huyu mtu hata kama anazo, ila bado Mungu ni namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sawa sawa? Mbona mmecheka sana kwenye hilo eneo la, au kuna watu hapo wana, hebu niambieni siri ya furaha yenu. Subuhi yani ni laki tu ile haijaongezeka mpaka utakapotoka kwenda kuiongeza. Haleluya. Ni ile tu, mtu wa Mungu. Muamini Bwana ipo. Hakikisha unaanza na Mungu. Haleluya. Milioni ni ile tu. Kama ulivyoiweka. Ila anza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie. Naomba tuende namba 4, pointi namba 4. Namna Mungu anavyoshibisha nafsi yenye kiu. Maombi katika roho.
maombi katika roho. Unaomba, unakuwa ni mtu unayeomba maombi katika roho. Maombi katika roho. Warumi 8:26 naomba usome hapo. Warumi 8:26. Warumi 8:26 nasema, kadhalika roho naye hutusaidia nini? Udhaifu wetu, maana hatujui kuomba, bali roho mwenyewe hutuombea kwa kufanyaje? Kwa kuugua usipofanyaje. Maana yake huyu mtu ambaye ukishajazwa na Roho Mtakatifu tayari hata maombi yako unaomba maombi katika roho, umezama katika roho. Unaweza ukasoma hapo, anasema kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Yes. Lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Huyu ni mtu anayeomba, yaani ni wewe ndio unayetamka, ila roho anaomba ndani yako. Si amesema hapa utuombea, anaomba kwa kuugua, yaani wewe ndio unayetamka katika jina la Yesu, ila roho ndani yako anaomba. Wewe umemruhusu aombe, kuomba katika roho, kwa sababu roho Mungu yeye anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni tofauti na wewe ambavyo tukikupa labda prayer point fulani, tukikwambia una prayer point gani za kuombea, kipaumbele chako labda utakuta prayer point za mambo ya kimwili hasa. Ile ya kuomba Mungu ili kujua Mungu inakuwa ya mwisho. Si sawa? Au leo umeokoka asubuhi ya leo sana kuliko mimi? Mtu wa Mungu, kipaumbele chako cha kuomba ni nini? Kweli kabisa, ni tukizungulia kwa, yaani hata leo tukwambia wewe maombi yako makubwa kabisa kwenye maisha yako ni nini? Hela itakosekana? Sio mbaya hela. Kuna ndugu mmoja ni mtumishi wa Mungu yuko Arusha. Siku moja aliandika maombi 71. Alikuwa anayaombea mwaka mzima. Sasa ombi la mwisho ndo aliliweka la 71, ilikuwa ni kumjua Mungu. Sio, unanielewa? Sasa wakati kabla hajaanza ile maombi, malaika wa Bwana akamtokea. Akamwambia, wewe fulani, tumeona uliyoyaandika, lakini lifanye la mwisho leo la kwanza. Alafu hayo yote utayapata ukifanikiwa kwenye ile la mwisho. Si kama unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Yaani la mwisho ambalo kumjua Mungu akaambiwa leo namba 1 ndio uliombea mwaka mzima. Kumjua tu Mungu mwaka mzima ombea. Alafu haya mengine yatakuja ukishamjua nani. Kwani anasemaje kwenye Ayubu 22:21, mjue sana nani? Kwa hiyo kadiri unapofeli kumjua Mungu ndivyo hata na hayo mengine hautayapata mema. Sio kama unanielewa natosha. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Kwa hiyo fika mahala maombi yako uwe unaomba katika roho. Maombi yako uombe katika nini? Katika roho. Ni maombi atakayokuwa na matokeo sana. Kwa nini tunazungumza hapa mfano tunaposema nena kwa lugha? Maana yake Biblia inasema nenaye kwa lugha hujijenga roho yake, huijenga roho yake. Haleluya. Tuko sawa sawa? Ni nafsi au roho? Roho yake. Kwa sababu kinachoanza ni roho. Roho ndio inaleta kwenye nafsi. Amen. Kwa hiyo unaponena kwa lugha unajenga roho yako, alafu roho yako ikipokea inaleta kwenye nafsi. Nafsi inashibishwa. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Bwana wa Mungu, tunaelewana sasa? Ndio maana ukiona hapa tumekomaa rika paya na maseke rima, tunatafuta ile frequency za kiroho kule. Unajua ukiomba Kiswahili muda mrefu kinachozaliwa pale hamna kitu, yaani ni michosho tu.
Si unaombea tu ile namna tu yani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kunena kwa lugha hii ni lugha ya mbinguni ambayo Mungu ametupa tuzungumze, na ni lugha yake. Ndio maana ukisoma maandiko pale kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 pale anazungumzia kwamba walipojazwa na Roho Mtakatifu wakafanyeje? Wakanena. Wakanena kwa lugha kama ambavyo Roho wa Mungu alifanyaje? Aliwajalia. Praise the Lord. Maana yake ni lugha ya mbinguni wamepewa. Sasa unaponena kwa lugha, unaomba katika Roho, shangaa unajazwa vitu vya kiungu. Baada ya muda tunaanza kuona huyu mtu sio wa kawaida. Naomba usimame hapo ulipo, nimshukuru Mungu. Naomba usimame nimshukuru.